Thamani ya dhahabu katika masoko ya dunia imepanda kwa kasi kufuatia Marekani kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro, hatua iliyochochea wasiwasi mkubwa miongoni mwa wawekezaji wa kimataifa. Kwa mujibu wa takwimu za soko, bei ya dhahabu ilipanda kwa takribani 2.4% na kufikia dola 4,433 za Marekani kwa awansi, sawa na paundi 3,293 za Uingereza. Wakati huo huo, bei ya silver nayo imeongezeka kwa 4.9%, hali inayoashiria kuongezeka kwa mahitaji ya mali zinazoonekana kuwa salama zaidi wakati wa misukosuko ya kisiasa na kiusalama. Wawekezaji wengi wamehamisha mitaji yao kutoka kwenye masoko yenye hatari kwenda kwenye mali zinazoitwa mali salama, ikiwemo dhahabu na fedha, kufuatia hofu ya kutanuka kwa mgogoro wa kisiasa na kiusalama katika Amerika ya Kusini. Katika bara la Ulaya, hisa za makampuni ya ulinzi zilishuhudia ongezeko kubwa, huku wawekezaji wakitarajia ongezeko la matumizi ya kijeshi kutokana na mivutano ya kimataifa iliyojitokeza baada ya tukio hilo. Kwa upande wa soko la nishati, bei ya mafuta ghafi haijabadilika kwa kiasi kikubwa sasa. Hata hivyo, hisa za makampuni ya nishati ya Marekani zimepanda kutokana na matarajio kwamba Marekani itanufaika na akiba kubwa ya mafuta ya Venezuela endapo itaendelea kudhibiti mchakato wa mpito wa uongozi nchini humo. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa nchi yake inapanga kutumia akiba kubwa ya mafuta ya Venezuela, akisisitiza kuwa Marekani itasimamia nchi hiyo hadi kipindi cha mpito kitakapokamilika. Kauli hiyo imezua mjadala mpana kuhusu hatima ya sekta ya nishati ya Venezuela na athari zake kwa uchumi wa dunia. Hata hivyo, wachambuzi wa masoko wamesema kuwa hatua hiyo haitakuwa na athari ya haraka kwa bei ya nishati inayolipwa na wananchi na biashara katika kipindi cha muda mfupi. Wataalam pia wameonyesha kuwa kufufua sekta ya mafuta ya Venezuela kunahitaji uwekezaji mkubwa unaokadiriwa kufikia mabilioni ya dola kutokana na hali mbaya ya miundombinu ya mafuta ambayo imekuwa ikidhoofika tangu mwanzoni mwa miaka 2000. Kwa mujibu wa mtaalamu wa mkakati wa uwekezaji kutoka benki ya OCBC, Vasu Menon, uzalishaji wa mafuta wa Venezuela kwa sasa unachangia takriban 1% tu ya uzalishaji wa mafuta duniani, hivyo mchango wake katika soko la kimkakati katika soko la kimataifa bado ni mdogo. Naye mtendaji mkuu wa zamani wa kampuni ya BP, Lloyd Brown, amesema kuwa ili Venezuela iweze kurejesha uzalishaji wake wa mafuta katika viwango vya juu, itahitaji uwekezaji mkubwa pamoja na utaalamu wa hali ya juu katika sekta ya nishati. Kwa ujumla, tukio la kukamatwa kwa Rais Maduro limeongeza hali ya sintofahamu katika masoko ya fedha duniani, huku dhahabu na madini mengine ya thamani yakiendelea kunufaika kama ngao dhidi ya hatari za kiuchumi na kisiasa. Ni taarifa za kushangaza kidogo baada tu ya rais wa Marekani Donald Trump kuweza kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Ghafla tu thamani ya dhahabu duniani katika masoko imepanda kwa kiwango cha 2.4%. Ni kiwango kikubwa sana kwa 2.4%. Lakini pia wakati huo bei ya fedha, yani madini ya silver, pia nayo imeongezeka kwa 4.9%. Ni kiwango kikubwa sana na ni matokeo makubwa kwenye sekta ya kibiashara duniani. Basi mtazamaji wetu, kila engo sisi tupo hapa Zone Media, tutakuletea kila taarifa ambayo inajiri. Cha msingi tu uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.